utukufu na sifa. Mpeni Bwana utukufu na sifa. Mpeni Bwana sadaka ya makofi. Mpeni Bwana utukufu na sifa. Mpeni Bwana nderemo na vishijo. Mpeni Bwana utukufu na sifa. Mpeni Bwana sadaka ya makofi. Mpeni Bwana utukufu na sifa. Mpeni Bwana sadaka ya makofi. Mpeni Bwana utukufu na sifa. Nilikuwa nataka tukaongee about understanding a season. And I was thinking about a season. Majira ni nyakati ambazo kama wakati huu ni wakati wa kupanda. Ama kwenu wa mpandi? Si ni wakati wa kupanda, wakati mvua inakuja, kuna wakati wa kupalilia, kuna wakati wa kulimia, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati mwingine hata wa kuwekanga fertilizer inawekangwa nini? Hiyo, kuna hiyo wakati. So there are seasons, kuna majira. Kuna majira ya kila wakati. Kuna majira nitasema nini? Kuna majira ya kupanda, kuna majira ya kulima, kuna majira ya kuvuna. Unasema sasa huu ni wakati wa kuvuna kile ambacho tuliopanda. Na kwa hivyo katika maisha yetu kuna opportunities ambazo zinakujanga katika maisha yetu. Na nilikuwa ninaona kuna majira inaweza fika na ukakosa kuielewa. Kumbe nika opportunity kamefunguka na ni kadogo tu hivi kanajifungua, na kumbe ni majira yako imefika na ukapitwa nayo na ukose kuelewa. Naona mnielewi, wacha nieleze hivi. Unaweza kama wewe ni mtu wa biashara na uko na duka, client anaweza kuja hakuulize, uko na sukari? Useme sina. Unajua kuna ansa ingine unaweza peana haraka haraka, hata kama nilikuwa nataka kununua kitu ingine, unaniput off. Unasema uko na sukari? Sina. Kama hauna imeisha, si useme hakuna, lakini kuna kitu kingine unahitaji. Unajua utanisimamisha hapo nikwambie nilikuwa nataka, hata kama nilikuwa nataka kununua mkate mahali pengine, niseme na mkate unipe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu mwanabiashara amepitwa na hiyo opportunity, na hiyo majira yangu mimi ninunue mkate. Kuna kitu kingine nilikuwa nahitaji, hata kama sio sukari, lakini vile umenirushia haraka, sina. You just put me off. Si ndio? Hata wewe si unaonanga hivyo. Kuna mtu shawaienda na anakujibu tu kitu na you wanted to buy several things. Na unawachana na yeye. Okay, unaona vile kama siku nyingine nilienda kununua nyanya, na nguza hata sijanguza, naambia usifinyafinye nyanya zangu. Unajua mimi nilitoka. Na nilikuwa nanunua nyanya mingi hiyo siku. Usifinyafinye nyanya zangu. Unajua nikamwambia mimi nikaenda hapo karibu na nikahakikisha nimechukua mingi, nikajaza kale karini, nikajaza ninamwangalia, nikajaza. Nikajua umepitwa na hii majira. Nikujua hukujua. Au kuona nimefinya, ungengoja uone nimefinya sana, useme wacha lakini umeniputa off, usifinye nyanya zangu, sasa nimewacha. Kwa hivyo kuna opportunity inaweza funguka hivyo. Ifunguke tu pa. Na sasa ukue uko na attitude. Unajua kuna wakati mwingine unakuanga umechoka, ujisikii. Kwa hivyo mtu akuje tu, Niliongea hii na wanarika siku nyingine, nikamwambia mtu anaweza tokelezea wakati umekaa sana. Aseme si huyu anafanana, na kwanza umwangalie kutoka juu mpaka chini, uone huyu atoshi boga. Si tunasemanga hivyo, umwangalie, na kumbe ni majira, amekuja ni wako, lakini umemwangalia hiyo kiatu, ukaona hiyo kiatu kama ni bei mingi, pesa mingi ni 500. Unaachana na yeye. Huyo mtu, uachane haende. Na ni majira, ni kamlango kalikuwa kamefunguka hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uachane nako kapite kaende. Sasa uanze kukuja hapa Thursday kuambia mchungaji, mimi nataka mjumba. Mimi nataka mjumba. Nataka kuona pastor. Unajua wengine tunatakanga Pastor Rachel. Nataka Pastor Rachel personally. Kuna stories zingine wa mama tunaendanga kwa Pastor Rachel. Mimi nataka Pastor Rachel. Ili nimwambie, kuna mtu alikuwa ananiuliza huyu hakuwa mzuri. Kuna hivi si kuona akikaa vizuri. Hata hakuwa amechana. Hakuwa hajaenda kinyozi for so long. Nika opportunity.
Bwana Yesu asifiwe. Na ukaachilia ikaenda. Sasa inakuwa sasa ukikuja hapa ni kuinua mikono, mimi nataka Bwana. Mimi nataka Bwana. Mimi nataka biashara yangu. Na umeachilia clients wameenda. Opportunity imekuja, yako ya kuuza, ya kujiuza vizuri. Na unakosa. Nakumbuka mama mwingine, wacha niongee hivyo, nataka kulay foundation. Then after there twende. Kuna mama mwingine kwetu Shagu alikuwa, unajua shop sijui kama za kwenu zilikuwa zimejengwa kwetu, alafu kuna kaunda refu na amekaa huko na ni mnono. Anaona mtoto anakuja anamuuliza, "Unataka nini sweet?" Siwezi nikaamuka hapa juu ya sweet. Enda ukanunue huko. Bwana Yesu asifiwe. Amekosa opportunity. Hata kama zilikuwa how much that time? Asikuwa zimefika bob. I think it was coin. Cents, yes. Amekosa, anasema mimi siwezi nikaamuka hapa juu ya sweet. Na ako nazo hapo amezipanga. Amepanga hapo, afadhali uende kuliko aamuke juu ya sweet. That is an opportunity. Tumlango tungine nataka wapendo tukatuzingatie. Juu kanaweza kuwa kalikuja na kakapita. Lakini ninaomba kengine kakafunguke. Inaweza kuwa ni kubwa, inaweza kuwa ni dogo. Na unajua opportunities zingine zinakujanga wakati mtu amechoka. When you are worn out, when you have waited upon God, na uoni kama hakuna maombi inajibiwa, hakuna nini. Hiyo umechoka ndio unaweza ona kwa opportunity tuseme hii sioni kama kuna chochote kitatokelezea out of this. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka tukasome Genesis chapter 18. Hii story ni wakati Abraham alikaribisha the 3 men. Alikuwa amekaa kwenye mti, amepumzika. Na Biblia inasema it was in the heat of the day. Ukisoma hapa verse 1, kulikuwa ni wakati ule kuna jua. Nilikuwa najaribu kuchukua kama hiyo time. Wakati kuna jua kabisa, tuseme umekula lunch. Actually ukikula lunch na ukule ugali unasikianga unataka kulala sasa. Sasa akiwa pale kwa kale kamuti amepumzika. Anasikia tu, unajua zingine unabebwa tu na kausingizi, unataka tu kulala tu, hautaota. Lakini unasikia tu kulala. At that time, the Bible says in verse 2, "So he lifted his eyes and looked, and beyond 3 men were standing by him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the ground." Verse 3 now, "And said, 'My Lord, if I have now found favor in your sight, do not pass on by your servant. Please let a little water be brought and wash your feet and rest yourself under the tree.'" Bwana Yesu asifiwe. Hapo verse 1 tunaona alikuwa amerelax. Ile time yake ya kurelax. Mimi nina imagine iko kwa Biblia, but I'm imagining alikuwa amepikiwa. Na Sara alikuwa amempikia, amekula, na hiyo chapter ya lunch, tuite ya lunch imeisha. Sasa ni mzee kurelax pale nje na kaupepo kazuri na kusikia kausingizi. Naye nani maybe ameosha vyombo na amerudisha. Tuko pamoja? Sasa anaona wazee watatu, 3 men. Na alipowaona, mimi kuna kitu hapo ninaona. Unajua ni ile unaweza uliza kama huyu mama nimeuliza, "Mnataka nini hapo? Mnaenda wapi?" Ile umekaa. But Abraham gives them attention. He takes a step, anaamuka. The Bible says akaamuka na akaenda kuwa meet. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kuna opportunity. Na unaweza lose. Hapo kwa opportunity ninakaona hivi. Ulikuwa katika at your time of resting. Then some people comes. Maybe you are not aware of. They have not given you even appointment. You don't know even where they are heading to. You even don't know the mission that they have. But you give them that opportunity. You give them your time. You just give them even hiyo tu kusikia. Usikie wanataka kujua nini. Sasa ninaona hapa Abraham, yeye hapa alichanuka. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza hakuwa anajua what will come out of that visit. Ama what will come up na hawa watu, ni nini itatokelezea baadaye. Lakini anawaalika, anawaambia mnaweza kuja, mkae, niwaletee maji, muoshe miguu yenu, niwatengenezee
kinywaji chakula. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tunasoma from verse 5. And I will bring a morsel of bread that you may refresh your hearts. After that, you may pass by in as much as you have come to your servant. They said, do as you have said. Verse 6. So Abraham hurried into the tent to Sarah and said, quickly, make ready 3 measures of fine meal. Knead it and make cakes. Verse 7. And Abraham ran to the herd, took a tender and good calf, gave it to a young man, and he hastened to prepare it. So he took butter and milk and the calf which he had prepared and set it before them. And he stood by them under the tree as they ate. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Abraham anakimbia, anaambia Sara, sasa hapa tuko na wageni. Na sasa nataka tuwaandalie. Kumbuka nilikuambia walikuwa wamemaliza chapter. Ni mimi ninasema hivyo, lakini nataka tu flow hivyo. Walikuwa wamemaliza chapter inaitwa ya kukula. Bwana Yesu asifiwe. Na Abraham anakimbia, anachukua what do you call a morsel in Kiswahili? Anachukua, tuseme ni mbuzi mzuri, niite hivyo. Anawaandalia, going out of your way. Bwana Yesu asifiwe. The opportunities that come into our life, na zitabidi tu we go out of your way. Hata zingine zilikuja hapa kwa kanisa, neno ikashuka, ikakuwa ni kujitolea, lakini juu tuko na ile budget yetu. Unaonanga ile budget umepagilia, you do not want to go out of your way. So, hii opportunity ikatoka. Yaani hiyo opportunity ikapita. Bwana Yesu asifiwe. Maybe ni neno iliachiliwa mahali hapa kwa hii madhabahu. Na ukaisikia tu lakini hukuizingatia. Lakini ilikuwa neno yako, ilikuwa neno langu, wakati kama huo nikamate and I work on it at that moment. It was an opportunity. Nika opportunity kaneno, ni opportunity, neno iliachiliwa as an opportunity for you to be transformed. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawa ninatafakari zile mahubiri zote tumesikia hapa. Na ingine, by the way, mahubiri zingine zimekuwa repeated, like talking about the heart. Kuna ya moyo, sijui, you remember that one? It was repeatedly hapa by Pastor John, by Pastor Joseph, and I was asking myself, by the way, Mungu anataka nini? The condition of your heart. Ni nini Mungu anataka? Kwa hivyo kuna opportunities zingine Mungu anaweza release kama hiyo, the condition of your heart. Iwe tu ni opportunity alikuwa anataka ukacapture, ukabadilishe moyo wako, akaachilia hicho umekuwa ukitarajia kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Neno ingine ikashuka tu na wewe ukaisikia na iko kwa kitabu. By the way, mimi nilienda kwa diary yangu usiku. Nilikuwa naangalia nikasema na hii neno. Na imagine hiyo neno zingine mahubiri ingine tumesikia ni ya kutuandaa. Ni kama vile we have seasons. Kuna wakati wa kupanda. Kuna ingine iliachiliwa tukapande. Kuna ingine ilikuwa ni ya ni ya kulima, ni ya kuondoa magugu ili tukafikie kukua. Neno ingine ilikuwa ni kama fertilizer tulikuwa tunaweka, lakini tulikamata na tukaiachilia. Lakini kunashukuru Bwana kuna wengine wako nayo. So those are the opportunities that I'm talking about. Opportunity inaweza shuka, iwe ni neno Mungu anataka ukapande. Lakini wakati inafika, unaona mimi na hii budget sitaki kuachilia hii pesa. Vile nimepanga, wacha let me sort out myself. Afadhali nitaahidi the other time. Nitaahidi nilipe the other time. But there was that opportunity to part with that 1,000. It was a slight, unaona kanakaa tu hivi ni kadogo. These 3 men wanapata Abraham not ready for the visitors. Unajua kuna penye unakaanga uko ready. Unakaa kama umefagia, unajiandaa vizuri, unafunika viti vitambaa vizuri kwa wageni. Hiyo ni opportunity anatarajia mtu yeyote, lakini anakuja na inakamata vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na anawaandalia chakula kizuri. Alafu tukisoma hapo chini, verse 9 inasema, sasa wamekula, wameshiba na wamepumzika. Then they said to him, where is Sarah your wife? So he said, here in the tent. And he said, I will certainly return to you according to the time of life, and behold, Sarah your wife shall have a son. Bwana Yesu asifiwe.
Wakauliza, where is Sarah? Akasema hako kwa hema. Wakamwambia ya kwamba nitarudi wakati kama huu. Nitarudi katika majira ama wakati kama huu, na mke wako Sara atakuwa amepata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Season wanakuja wanaachilia, nitaita nini, I think they come. It was a time, let me say, it was a time for the season. Ilikuwa season ya Abraham na Sara imefika, lakini hawakujua. Bwana Yesu asifiwe. Unajua season inaweza fika na ukose kuitambua, but because of the way that you have walked, kumbe ni Mungu ametumana na ukakamata hiyo opportunity. Ikafika hiyo wakati wanamwambia, at a time like this Sarah will have a son. Bwana Yesu asifiwe. Na tunasoma ya kwamba Sara aliposikia hivyo alicheka, hakuamini. Alicheka sana. Tusome hapo. Sarah was listening in the tent door which was behind him. Now Abraham and Sarah were old. Verse 11. Now Abraham and Sarah were old, well advanced in age, and Sarah and past the age of childbearing. Therefore Sarah laughed within herself, saying, after I have grown old, shall I have pleasure, my Lord being old, of being old also. Bwana Yesu asifiwe. Sarah anasikia hii story. Anasema, at the age that I am, surely mimi ninaweza pata mtoto. Mimi at the age that I have reached, ninaweza kweli kuconceive. And that is sometimes, that is where we are. Kuna wakati mwingine unaweza sema, at the time that I have reached, surely can I have that thing that I have trusted God. Unaweza kuwa ni mume, inaweza kuwa ni kazi zuri, inaweza kuwa ni kitu ambacho umekuwa ukitumainia Mungu, hata ni kujenga. Na unaona you are at the point of retiring. Na unasema sasa, if I'm about to retire, shall I surely build the house that I have been dreaming? If I am at this age, will I be able to get that job that I have been wanting? Bwana Yesu asifiwe. Sarah anakuwa na hiyo unbelief. Anakosa kuamini ndani yake. Alafu tusome hapo inasema hivi. And the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh, saying, shall I surely bear a child, since I am old? Is anything too hard for the Lord? At the appointed time, I will return to you, according to the time of life, and Sarah shall have a son. Wanamwambia ya kwamba, is there anything impossible with God? Kuna kweli kitu Mungu hawezi? Hata kama tumefikisha hiyo miaka, hata kama tumesonga, hata kama tumesongesha hii mwaka imefika mahali imefika, and there are things that we told God, by the end of this year I will have accomplished this, before the end of this year nitakuwa na mtoto, by the end of this year nitakuwa na ile kazi, by the end of this year nitakuwa nimejenga. Na sasa saizi tunamaliza November. Bwana Yesu asifiwe. Is there anything too hard for God? Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo walivyomwelezea. Wakamwambia hakuna kitu ambacho Mungu kinaweza kumshinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona haji, there are times unaweza angalia the situation na uone hii situation ni mahali imefika, unaingiwa tu na kutoamini. Ama hiyo haikuangi, si eti umebackslide, lakini uko tu unajiambia kwamba anyway ninaendelea tu kuamini, ni vile sioni. Bwana Yesu asifiwe. But is there anything too hard for God this afternoon? Nothing. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukasome in the book of Luke. Let us read the book of Luke. Luke chapter 5. Sita utaanza hapo. There were disciples who were fishing. Alafu Yesu anakuja, verse 5 inasema, wacha nisome verse 4. When Luke chapter 5 unaweza anza hapo juu. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for catch. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninaona akina Simon, watu ambao wako na experience ya fishing.
Bwana Yesu asifiwe. And if they have been doing it, hapa wanasema ya kwamba we have been toiling. Tumekuwa tukifanya, tumekuwa tukijaribu we have been trying to fish the entire night and we caught nothing. So walikuwa wanaelewa mahali ambapo samaki zinaweza kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuwa ati watu wako hawana experience ya fishing. Ni watu wanaelewa ya kwamba wakifika hiyo kiwango ya kuenda kuosha to wash the net, walikuwa wamejaribu, imeshindikana. Lakini Yesu anawaambia waende, launch out into deep, launch out deep into the deep and let down your nets catch. Yesu anawaambia tena warudi mahali ambapo walikuwa, wakajaribu kutega samaki. Okay, kwao kama umeshindia hivyo the whole night, acha leta wewe ukiangalia uambiwe do this thing and you have been trying it, you have been doing it, and not the first time to do it. Kwako sometimes it might not make sense. Na anasema ya kwamba master, we have done it the whole night, nevertheless at your word we will do it. Ni kwa vile tu Bwana umesema, vile Bwana, nevertheless at your word I will let down the net, because you have said it, I will do it. Na wakati walipofanya vile Kristo aliwaambia, Yesu aliwaambia, and when they had done this, verse 6, they caught a great number of fish and their net was breaking. Bwana Yesu asifiwe. So kuna hali zingine wewe kwa macho yako unaweza sema ya kwamba mimi nimefika mwisho, lakini neno ikuje, opportunity ya neno ikuje katika maisha yako. Just do it. Just do what the word of God tells you to do. Usipeane tu story. Bwana Yesu asifiwe. Don't give out the long story. Useme, okay, you have been there the whole night. Hata wangesema, hata tuko na cheti. We have the certificate showing that we are qualified to this work. We are not new to this work. But because you have said it, let us do it. And when they did it, they caught fish. The Bible inasema ya kwamba even their nets they were about to break. Bwana Yesu asifiwe. Twende John, tunaenda haraka. John chapter 5. John chapter 5 tunasoma about this man who had infirmity for 30 years. Na alikuwa anajaribu, mwenye anaweza kumrusha kwa maji wakati maji ilikuwa inaguzwa na with the angel na malaika. Alikuwa anatafuta mtu wa kumrusha lakini hajawahi fikia. Bible inasema hivi in verse 5. Now a certain man was there who had infirmity that is, I'm reading 5:5, John 5:5. Now a certain man was there who had infirmity that 8 years. When Jesus saw him laying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, do you want to be made well? Yesu huyu alikuwa katika mahali hapa for that 8 years. Trying. Ni nani anaweza muingiza? Anangangana tu. Wakati malaika anakuja sijui niite kuinguza hiyo maji, mtu mwingine anampita and that opportunity goes. Inakuja wakati mwingine na malaika ananguza, mwingine anampita. Bwana Yesu asifiwe. Opportunity hiyo inapita na hako tu hapo anangojea another opportunity to come. Alafu Yesu akakuja akamuona hapo na anamuuliza hivi. He said to him, do you want to be made well? Hivyo ndivyo alimuuliza. But in verse 7 we see that the man is giving the stories. The sick man answered, sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, although hakuwa anajua huyu ni nani anamuuliza. Unajua hivyo? Ni kama vile tumeona story ya Abraham. Hakuwa anaelewa who are these. Na wakati wake kumbe Mungu alikuwa amemtumania na hakujua, but he was able to utilize that opportunity very well. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu opportunity nyingine inakuja. Na nilikuwa ninaona hapa, sio lazima Mungu atumie ile njia wewe umekuwa ukiona kama hiyo ndio atatumia. Bwana Yesu asifiwe. Huyu this man is getting healed in another way. Sio lazima aruke. Yesu hakumsaidia kumrusha kwa hiyo maji. Bwana Yesu asifiwe. So there are other things si lazima hiyo njia umeingoja sana
ati ndio iwe ndio utatokelezea nayo, ama ndio Mungu anataka kuitumia. He has other ways that he can do to bless you. Bwana Yesu asifiwe. Then anamuuliza, unajua yeye anasema sasa maybe alikuwa anaona nimepata mtu wa kunisaidia, wakati maji itanguzwa hivi na malaika atanirusha haraka. Maybe that is what was in the mind of this person, but that is what was in the mind of Jesus. Kumbe ilikuwa ni kutumaniwa, ametumaniwa. Kumbe ilikuwa season yake ya kupona imefika. Bwana Yesu asifiwe. Na akawa haielewi. Ndio hapa anaanza kuambia Yesu, mimi nimejaribu sana. Nikitaka tu maji ikinguzwa tu hivi, na jaribu mwingine hananipita. Na hivyo ndivyo imekuwa for 38 years. For that long nimekuwa tu nikijaribu. Nimekuwa tu Bwana ninajaribu. Nimekuwa tu Bwana ninajaribu. Kumbe ulitumaniwa. Unajua kuna wengine tulitumaniwa na wakati ukapita. Na sasa tu tunabaki tu tungoje. Lakini vile nimesema Bwana anaenda kututumania tena. Na tunaomba ya kwamba Bwana atafungua macho yetu ya kiroho. Na wakati unapoona hiyo opportunity, you are able to grab it. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Bwana Yesu Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." And immediately the man was made well, took up his bed and walked. The things are happening so can I say smoothly? So fast. Amekaa hapo that 8 years. Anangoja tu January mpaka December. Anangoja tu. Lakini haifanyiki. But within a twinkling of an eye, anaambiwa tu, amuka, rise up. Rise up. Take your bed and what? And walk. And it happened immediately. This man got healed immediately. Bwana Yesu asifiwe. So wapendwa, kuna wakati tunaweza kaa tunaangalia Mungu kwa njia moja. And the issue is complaining about the period. Like now I was in the period that we have of corona. And we can sit and tell God, unaona corona ilianza 2020. Nikachunjwa kazi. Sasa hakuna mahali pengine ninaweza henda. There are other dimensions God can use to bless you. There are other more opportunities God can open for you. It's just you unakaa tu with your spiritual antenna. Inaitwaje? Spiritual antenna. Ukuwe tu alert kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza fika mahali uanze kukauntia. Kuna jamaa alikuja akaniuliza kuoa na akaenda. Kuna mwingine alikuja na kuna mwingine akona dalili ya kukuja. Bwana Yesu asifiwe. Ninamuonea tu kwa umbali akiniweifia, akinitumia hi kwa WhatsApp. Bwana Yesu asifiwe. But don't I was telling the youth, the senior youth. I was telling them, just give someone an opportunity. Unajua si lazima, lakini sikiza tu mtu. Unajua kuna watu hawasikizangi mtu. Unasema nini? Okay, maliza haraka. Okay, just give, pea tu jamaa opportunity. Hata wadugu mnapea wadada opportunity. Wako hii side. Bwana Yesu asifiwe. Just give someone an attention. Okay, it might not be making that sense, but can you give him a little opportunity to endanisha tu na yeye sana. Sio umeokoka and you are filled with the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Si tumefunzwa hapa. Kwa hivyo just pay a little attention. If I say hi, just say hi. Tuendelee. Okay, and I'm born again. Lakini hiyo ya kubrush mtu pap. Okay, ulikuwa unataka nini? Sema haraka. Amwinari. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ponyokwa na wakati ambao ni wako. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninaangalia hivi. Entrances to our seasons. Niko na sababu tu 3 ambazo nilikuwa naziona ya kwamba zinaweza tuzuilia tusijue ama tusiingie kwenye season ambayo ni yetu. Na moja ni unbelief. Hiyo hapo tumesoma Genesis 18:12 to 13. Sarah unbelieved. Sarah was unable to believe. Unajua kuna wakati mwingine umeendanisha. Hata huyu tumesoma kwamba the man with infirmity amekaa na hiyo hali for so long. Na sasa wakati unaweza kufika uambiwe utakuwa na mtoto. When I come here next year at a time like this, you shall have a child. Inakuwa kuamini si rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuangalie hiyo eneo ya kutoamini. Kuna neno maybe umesikia na uko tu kwa hali ya kufikiria, hii inaweza kuwa yangu. Inaweza kuwa Bwana hivyo ndivyo unataka kufanya. Hivyo ndivyo anataka kusema.
Bwana Yesu asifiwe. Simon hawakujadiliana sana. Walimwambia, anyway, we have been toiling, we have been trying it the whole night to fish. But nevertheless, at your word, as you have said it, let us try it. Bwana Yesu asifiwe. Just give it a trial. Bwana Yesu asifiwe. Give everything a trial. Sisemi ni kitu mbaya, ile zuri. And we are talking about unbelief. So, tuangalie wapendwa, tusipatwe na hiyo kwa unbelief. You might walk of unbelief, tusingiwe na unbelief, kutoamini. You might walk with a situation for so long. Na inafika mahali, hata Mungu akisema, hata ukiitwa hapa umekaa, na ni neno. Naambiwa kuna mtu ako na uvimbe hapa, na anaenda kupona. Na ni wewe vizuri. Unaanza kujiuliza, ni mimi kweli? Nitapona kweli? It is you. Bwana Yesu asifiwe. So, capturing every moment that we have, utilizing it. Number 2 is doubt. When you read in the book of, when we have doubt, we are unable, it hinders us to enter into our season. Number 1, tumeona ni unbelief. Inatuzuilia tusiingie kwenye majira yetu. Another one ni doubt. James. Tusome kitabu ya James. Ama tuwekee hapo. James 1:6. James 1:6. James 1:6, Sarah Karaka. Inasema, but lest him ask in faith. Answer verse 5. Verse 5. If any one of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Verse 6. But let him ask in faith, with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Verse 7. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Bwana Yesu asifiwe. When he asks anything from the Lord, don't doubt. Bwana Yesu asifiwe. Mark 9:23. It says what? I think it is our memory verse here. All things, huh? Yes. All things are possible to him who believes. Bwana Yesu asifiwe. Do you believe this morning? Is your heart agreeing with what you are saying when you are asking God for that thing? Because if it is not agreeing, you will be passed by your season. Hata hiyo majira yako ikifika, hautafikia kuingia kwenye majira yako. You will not be able to get what God has already amekupangia ukapokea katika maisha yako. Because unaitisha hauamini. Mdomo unasema ninataka gari. Lakini huku unasema hiyo pesa inaweza toka wapi? Mshahara yangu hata ifiki 20,000. Agree. Let whatever that is you are praying, your mouth, your heart agree. Bwana Yesu asifiwe. Number 3 is familiarity. Mchungaji akatufunza sana about familiarity. I was looking at that sermon, nilikuwa ninaipitia na niangalia. Na being familiar, na alikuwa anatuambia being familiar with the Holy Spirit and Mungu. Hata Anania and Sapphira, they were able. Ilikuwa tu ni kama kuzoea. Alitupea hiyo mfano in the book of Acts 5 and verse 12. Wanadanganya tu roho wa Bwana. Kuna ile kuzoea. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninaona ya kwamba mtu ambaye amezoea, ako na uzoefu wa kitu, hata roho akishuka, unajua hata hawezi akabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hako tu pale. Amefamiliarize na mahubiri, anajua ikianza inaishianga pale. Amefamiliarize na maombi, anajua ikianza hapa inaishianga pale na inakuanga hivi. Amefamiliarize hata na wachungaji, anajua vile anaanzanga, na hata ile wakati atakuja na ufunuo mwingine yeye hata shika. Na nikwambie mtu kama huyo, majira yake ikifika hata ijua. Bwana Yesu asifiwe. And I think that is what is iko kwa dini. Wamefamiliarize tu, wako tu na hiyo spirit ya familiarity. Bwana Yesu asifiwe. And na mchungaji akatuambia familiarity brings spiritual blindness, and I want to add, it also brings physical blindness. It will make you not to see the opportunity, an opportunity that you can see it either spiritual or physically, you are not been able to see. Ni ile tu umezoea. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine akatuambia, go back to your notes. I'm just
mention into. It robs one God's blessings. You of familiarity makes you to be robbed what belongs to you. Kukaa tu kuzoea. Bwana Yesu asifiwe. Si mchana wa leo Bwana akatusaidie. Na tusipitwe na wakati ulio wetu. Majira ambayo Bwana ameachilia. Na tunaambia Bwana, wakati ambao unaofaa, akatusaidie kuwa mahali pale. Unajua kuna uchovu unaweza choka, useme hii kitu nimeiombea hizo kesha zote nimekuwa nikienda. Na hii moja mimi siendi. Zile za kufuka mwaka. Useme sasa nimekuwa nikienda kufuka mwaka, ninaandika list ya kile kitu and nothing has happened, hii ninalala. Nikwambie hiyo unalala, ndio season yako inaweza kuwa imefika. Bwana Yesu asifiwe. Ile siku tu umeamua wacha ni relax. Wacha tu ni relax. Angalia sana kusikue na ka opening kamefunguka. Ka opportunity tu kamefunguka hivi na nikako. Ukafikie kukapokea. Bwana Yesu asifiwe.